message moja mahususi kwenu. Nchini ya kwetu, uongo kweli? Kweli. Na ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu. Ndio. Tatizo moja kubwa la nchi yetu ni uongozi ambao kwa miaka 65 umewaangusha sana Watanzania. Umetufanya tuwe maskini. Unaharibu rasilimali zetu kwa kuzigawa bure kwa wageni. Ndio. Na unajaribu kumnyamazisha kila mtu anayetoa sauti ya kujaribu kufanya maisha yetu yabadilike, yawe nafuu zaidi. Tunajua na nyie ni mashahidi, Tundu Lissu hastahili kuwa ndani. Uongo kweli? Kweli. Kwa sababu hajakosa, hakuna kosa alilofanya, kwa kusema kwamba tunahitaji mabadiliko ya kisheria ili tuwe na chaguzi zitakazoweka viongozi wanaowajibika kwa umma. Sio kosa kusema tunataka katiba mpya, sio kosa. Hata Yuda mmemsikia. Ndio. Tunamjua. Amesema tukomae katiba ije, lakini anatumia lugha za kutuchanganya. Anasema rais anataka katiba na yeye anataka katiba. Sasa nani anaikwamisha? Yuda. Yuda anatuambia tukomae. Tumkomalie nani sasa kama rais anataka katiba na yeye anataka katiba? Inakwamia wapi hapo anapotaka tukomae? Yuda anatukwamisha. Kwa yeye anatuambia lugha moja kwamba kuna mtu na mle ndani amesema baraza la mawaziri ambacho ndio kikao kikubwa kinachoamua mambo yote ya nchi. Bila rais kuamua hakuna kitu kinachoingia mle na hakuna mswada wowote utaenda bungeni. Mswada wa fedha, budget, anayeamua ni nani? Rais. Sasa kama huyu rais anataka katiba, kwa nini hajapeleka mswada wa kupitisha sheria ya fedha itakayotuletea fedha kwenye budget ambazo zitatusaidia kuandika katiba? Kwa kama hapeleki, na maana yeye ndiye anatukwamisha nini? Tunaelewana vizuri? Ndio. Na tatizo la nchi ni katiba. Watu wote wanaojitahidi kutoa sauti kwamba jamani, sisi ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu wanaumizwa? Kwa nini watu wetu wanalala pabaya? Kwa nini watu wetu hawana matibabu? Kwa nini watu wako Mwanza hapa ziwa hilo hapa hawana maji? Kwa nini wakina mama wanaenda kujifungua mazingira mabovu? Kwa nini nyie mkiugua mnaenda kutibiwa Ulaya? Kwa nini elimu ya nchi yetu ni mbovu? Ukipaza sauti aidha utekwe au uwawe au upotezwe. Hata kama ni mwana CCM. Polepole alikuwa katibu mwenezi wa CCM, mjumbe wa kamati kuu ya CCM, barozi, a vetted officer. Vetted officer. Nikisema vetted officer ni mtu ambaye amepitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama, akathibitishwa, akaenda kuwakilisha nchi kimataifa. Amepotea kama kuku. Tutaishi hivi mpaka lini? Tutaishi kwa hofu mpaka lini? Ndio wengine tumejiuliza swali. Tuna familia, tunaelewa hatari inayotukumba. Ndio. Lakini mimi nimejiuliza, kama sio mimi, nani atafanya kazi hii? Hayupo. Kama sio sasa, ni lini? Mimi nimesema, mimi niko mstari wa mbele. Na mimi niko mstari. Naomba mfunge mkono. Na swali la pili, tumejiuliza kama sio sasa, ni lini? Mimi nasema ni sasa. Huu ndio wakati tunaohitaji kubadilisha nchi. Tunaelewa hapa Sengerema unaanza mgodi mkubwa kuliko yote Afrika nzima, Nyanzaga. Je, utabadilisha maisha ya yule mzee? Hapana. Utabadilisha maisha ya mama hapa Maroni? Hapana. Dhahabu itaondoka, itaisha, mtabaki mmekula vumbi la dagaa na mashimo, na hata barabara hamtapata. Mko tayari tuendelee kuishi hivyo mpaka Mungu atakaporudi? Hapana. Tumwachie Mungu? Hapana. Wanatuambia taenda kuishi vizuri mbinguni. Na yeye ataishi. Mungu ambaye angetaka tuishi vizuri mbinguni, angetupa dhahabu sisi, angetunyima kila kitu ili tusubirie maisha mazuri hayo mbinguni. Mungu angekuwa anataka tukaishi vizuri mbinguni, asingetufanya tuwe nchi pekee duniani inayomiliki Tanzania.
asingetupa mbuga kubwa kuliko zote duniani, asingetupa ziwa hili ambalo ni kubwa kuliko yote Afrika nzima na la pili duniani. Mungu anataka tuishi vizuri hapa hapa duniani, na sisi hatuna ugomvi na mtu.